Naam, ni furaha iliyoje mpenzi mtazamaji wa MCzo Ayo TV. Leo ni siku nyingine tena kukutana na mpenzi, na pia niendelee kuwashukuru wanangu, ndugu zangu. Niendelee kuwashukuru kwa moyo mkunjufu na roho mnanionyesha kunisapoti. Na tukijielekeza Mwenga ni kuwa kijiji cha Mikenge kimeingia chini ya udhibiti wa serikali ya FC M23 Twirwaneho baada ya masaa 10 za mapigano. Mapigano makali yalizuka Jumatatu jana tarehe 8 Juni mwaka 2026 kati ya serikali ya FC M23 na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo na FDLR na jeshi la Burundi. Shambulio lilianza majira ya saa 10 za asubuhi kwa saa za eneo hilo la Kongo. Kwenye ngome za Mikenge katika kundi la Bashimkunji ya kwanza sekta Itombwe wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini. Baada ya saa 4 za mapigano makali, kijiji cha Mikenge kilianguka mikononi mwa serikali ya FC M23 washambuliaji majira ya saa 8 mchana kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Idadi ya waliouawa ni wengi sana. Idadi ya wazalendo na kujeruhiwa na waliokimbia makazi yao bado haijathibitishwa. Mikenge iko katika sekta ya Itombwe, eneo lenye migodi na milima mingi. Kupoteza eneo hilo kunaipa serikali ya FC M23 udhibiti muhimu wa barabara ya Mwenga kuelekea nyanda za juu au plateau. Hali hii inafanya usambazaji wa vifaa na mahitaji kwa vikosi vya FARDC na wa Mai Mai kuelekea kusini mwa wilaya ya Mwenga kuwa mgumu zaidi. Hiyo ndo walitafuta kwa sababu walienda chokoza simba zikiwa zimetulia, sasa zikawaonyesha kuwa na tukisalia bado nchini DRC ni kuwa sidiki wafanya biashara na wasafiri wanamshutumu kamanda mmoja wa Kimai Mai anayefahamika kwa jina la Ulama aliye chini ya Mai Mai Kafuma na aliyeko Keba karibu na Kingulube kwa kuhusika katika vitendo vya uporaji, vitisho, ukatili na ulaghai wa fedha katika njia ya Kingulube na Kamulila. Waathirika wanaomba serikali kuingilia kati ili kurejesha usalama katika barabara hilo la kumkamata haraka sana huyo Mai Mai anayedaiwa kuhusika. Yaani wamekosa sehemu ya kuomba msaada. Waambie msaada huko kwa serikali ya FC M23 Twirwaneho, ndio msaada pekee wa kupata amani tena nchini Kongo. Beni route nambari 4 ilikuwa vurugu jana kidogo. Prezime ADF nalo walionekana tena na viko navuka barabara ya numero 4 Maibo Kavoyage Kaminiti kidogo. Watu yote waliogopa kwa sababu ADF kama kawaida yao. FARDC ilikuwa mbio na njoo kuintervenir juu wale ADF nalo basifanye magafi tena pale Maibo. Jeni ya pale Mbambumba Kisiki imeremercier FARDC njoo population ya pale Maibo inalomba gouvernement iongeze jeshi juu ya kumetrize ADF nalo. Hiyo ADF nalo ndio wao wasoda. Kwa wanajifanya wasoda huko tena. Wanajifanya ADF ndio tu serikali ya gouvernement Kinshasa inaendelea kuigiza. Tuendelee kushukuru serikali ya FC M23 na Twirwaneho. Hiki kitendo imenifanya nilale vizuri sana. Sana. Nilikuwa naendelea hivi, at least mambo yangekuwa vizuri. Na Mombasa ni kuwa Mombasa Ituri hadi territory ya Mombasa, village ya Makagari, Makwangi ya groupement ya Bayuku, groupement ya Bayaku, Chifiride Babila Bakwanga. ADF walishambulia tena watu kule. Onje ya haki za binadamu Protection Plus imetoa alert dimanche, ilikuwa dimanche tarehe 7 ikisema security inaendelea kuharibika vibaya sana. Na
2 personi nasemekana njoo walikufa, mwanajeshi mmoja na civile ndo civile mmoja pia ndo walifariki. Inasemekana kuwa 4 persone njoo ilikuwa kidnappé mwa ile 4 persone muko bamere batatu na vyo mmoja tu, nyumba moja njoo ilichoma moto, boutique 3 ziliibiwa. Hiyo shirika la Protection Plus imesema hii ni violation kubwa ya haki za binadamu. Population za Mabasa hazina tena security. Ba autorite biko wapi? Unaona? Hatuna ba autorite. Operation militaire na protection civile, Monsieur John Fleverio Musombolwa, defenseur wa haki za binadamu, amesema hivi: population haiwezi tena kuendelea kuishi maisha ya kidnapping na massacre. Ni wakati wa action ferme na efficace. Hali ya insécurité inaendelea kuonyesha fragilité ya Ituri hata kama operation militaire zinafanyika. Lokalite nyingi za Mombasa bado ziko chini ya pression ya groupe armée ya ADF, Hakimi na ADF ni kama FARDC. Mpaka sasa autorité militaire hawajatoa communication rasmi juu ya hizi maafa zinaendelea. Ni hiyo FARDC inaendelea kuzuga watu. Na Uvira ni kuwa jana Kiza Mahata amefika kwenye kiwanja cha Bujumbura, uwanja wa ndege wa Bujumbura. Amewasili jana kwenye uwanja wa Bujumbura. Inasemekana kuwa leo mardi ataingia mjini Uvira, aenda pokelewa na Masasi. Na tukisalia bado nchini Kongo ni kuwa wakazi wa Lubutu katika jimbo la Maniema walikimbia jana baada ya mapigano makali kati ya makundi mawili ya Mai Mai. Kundi linaongozwa na General mwenyewe Mando na lingine linaongozwa na General Wukuyu. Mapigano haya yamesababisha wananchi wengi kuanza kukimbia maeneo yao kwa hofu ya usalama. Wananchi tayari wamekimbia kijiji hicho. Mungu atuepushie. Yaani niwaambie wakongomani wenzangu, dawa peke yake ni serikali ya FC23 chukue jukumu na kulinda population, chukue nchi mzima. Hapo ndo dawa na amani itapatikana. Na kama mnabisha muulize watu wako Bukavu, wako Goma, wako sehemu tu serikali ya FC23 gani wanadhibiti. Na Bukavu ni kuwa jana journée ya jana ilipita bien presque makwe zote za Bukavu, wa motari na babajiste wa Bukavu. Serikali ya FC jeshi la wanakongomani la RC ilikuwa asubuhi ya jana bajaji za kwenda Brasserie Polimama walikuwa wanataka serikali ya RC walikuwa wataki wapite muruti principal pa kwa hospitali general. Waliwaambia waanze pita pale kwa hotel pale ku Kivu hotel Kivu Raver kwa Muhanzi, kisha wanachomokea kusoko ya Mama Mbuzi. Ndio territory ya Kabare ni kuwa masasi zilipigiwa tena jana. Na source yangu inasema kuwa Mai Mai ndo walianza kuja kuvamia ngome ya serikali ya FC23, lakini waliwafurusha kama kawaida yao. Territory ya Kabare hapo masasi zilikuwa tro sana, lakini kwa sasa hali imetulia. Serikali imetuliza hali, mambo iko shwari, kila kitu kinaendelea kama kawaida. Territory ya Mwenga ni kuwa wa commerce na wa voyageurs banakize Mai Mai anajita Olama. Hiyo habari imegusia wa General Kafuma pale Kingulube, wanamwakize kuwa alituma wazendoro wake ende fanya mapiaje muruti ya Kingulube. Nauma sana. Uvira siku ya jana Dimanche nilizani ndio afikisha habari ya juzi Dimanche ni afikisha habari alikuwa hata lendi hali ilikuwa mbaya, makwe zote za vile ya Uvira kotea Mlongwe njo masasi lilia jana lilia juzi. Mavendeze chef d'Avenue jina yake Mwanya pia alikufa alimkimbiza kupitia mpaka sasa hali yake haijulikani. Na jana mkomini Kavimvira mjini Uvira Kiromoni, mwili bila uhai ya mwanaume ilionekana mwavini ya CPG. Jina yake ni Muganga, ni mzee wa miaka 70. Mwili yake ilionekana
akiwa ameshakufa. Sources zinasema kuwa aliangukia wa Mai Mai walimpiga akakufa, akamwangusha Mai wakapata akilemelea. Kikundi cha Sarabwino kilewa tena wajambili ya MCF International Programme Belgique tena apre kuwafunga 4 jours kukasho ya biro commune ya Masisi Centre. Ikumbuka kuwa Masisi ni kubwa sana, sio kwamba serikali ya AFC M23 na dhibiti Masisi. Kuna sehemu pia hawadhibiti ya. Bazungu ya MCF walifanya plaidoyer zaidi sana kote, lakini hiyo kundi ya Sarabwino ya Mai Mai haikuitika kwa libere wale batipe ba aja mbili ya MCF ya. Wanasema biko na hiyo kundi la Mai Mai nasema iko en collaboration na Mai Mai, ndio kwa maana waliwabeba. Wakati yao kuko Jerome ni gardien na Rodrigue David ni IT wa kutengeneza vyombo vya MCF. Siku zenye zinapita, Sarabwino hiyo kundi ilibebaka mwingine ajaji nake Kizabi Kitsa, na mpaka leo jamaa yake haijui kwenye iko huyo, walishaga muua huyo. Kuko na Commerça jina yake Machube, naye alibebaka tu mwa hiyo Masisi Central, alibebaka na hiyo kundi la wa Mai Mai inaitwa Sarabwino. Na habari zangu acha nizi za asubuhi ya leo, acha nisimamia hapo, zingine tutaendelea taratibu, Mungu akiendelea kutujalia, najua mambo itakuwa sawa. Acha niwashukuru kwa moyo mkunjufu na support mnaendelea kunipa. Kwa taarifa zaidi, hii ilikuwa kama breaking news, na kwa taarifa zaidi nitazileta zingine mchana. Endelea kukaa nami, endelea kukaa karibu yangu. Asanteni sana ndugu zangu. Na hii ni MCzo Ayo, tuendelee kusubscribe kwa nguvu sana, tuendelee kuonesha upendo wenu. Nashukuru kwa hilo jambo.